Ujambo na karibu mwana michezo popote pale ulipo, karibu tuka dunde panapo viwanja mbalimbali kuangaza na kufahamisha yale mengi yote kimichezo ambayo yameweza kujiri panapo viunga mbalimbali. Bwana, kubwa kuliko ni kuhusiana na dimba la Benjamin William Mkapa, ambapo serikali rasmi kabisa imetangaza rasmi kufungia uwanja Benjamin Mkapa kuanzia Machi mwaka 2026. Sababu kubwa ikiwa ni kwa ajili ya awamu ya mwisho ya ukarabati mkubwa kuelekea kwenye michuano AFCON itakayoanza kutimua vumbi mwaka 2027, ambapo msemaji mkuu wa serikali Gerson Sigwa yamethibitisha kuwa ukarabati huo utaweza kuchukua kati ya miezi 6 hadi mwaka mmoja, ukilenga zaidi kuboresha maeneo mbalimbali. Sasa maeneo ambayo moja kwa moja itakwenda kuboreshwa kufuatia taarifa ambayo imeweza kutolewa na msemaji mkuu wa serikali ni pamoja na eneo la kuchezea, lakini pia miundombinu muhimu ya uwanja. Sasa ni nini ambacho kitatokea mara baada ya uamuzi huo? Kwanza hakutakuwa na mechi yote, mchezo wote utakaweza kuchezwa pindi kazi hiyo itakapokuwa ikiendelea, lakini zaidi sana timu zote zitalazimika kutafuta viwanja mbadala kwa mechi za ndani na kimataifa, ikiwa michuano ile ya kombe la shirikisho Sandari na klabu bingwa barani Afrika. Sasa uamuzi huu wa kufungia uwanja Mkapa unaweza kutangazwa katika kipindi ambacho bodi ya ligi kuu Tanzania bara TPLB ilikuwa imetoa maboresho ratiba ya ligi inaonyesha mchezo wa marudiano wa watano wa jadi Simba na Yanga utakaochezwa uwanjani katika dimba hilo Mei 3 mwaka huu, ambapo huu ni moja kati ya uamuzi muhimu kuhakikisha Tanzania inatoa burudani ya kiwango cha dunia mwaka 2027. Kwa hivyo ni moja kati ya habari ya kimichezo ambayo inaweza kusogeza kwa uzuri kabisa. Ni kusituendelea kutufuatilia